Mabibi na mabouncer wadai kwa wadai wenye nyumba na wenye vyumba. Hizi ni official countdown za Amplifier jioni za Millard Ayo, Vilo Vidox yake ya Njenge pamoja na Frida Amani on your radio Clouds FM 88.7 Morogoro. Haujakosea, hujapotea. Ni mida ya pepa la tatu right now. Furahia yogurt zenye ladha tofauti kwenye ujazo kadha wa kadha. Hii ni Alsas, ladha ya Tanzania. Sawa, ni time ya pepa namba 3. Yes, ni muda wa pepa namba 3 hivi sasa, na kwa kifupi ni kwamba leo ni siku ambayo ni kama imekuwa ni siku ya furaha na huzuni kwa baadhi ya watu kwenye Premier League, kwa sababu nyota wa klabu ya Liverpool Mohamed Salah amethibitisha kwamba mwishoni mwa msimu huu yeye ataondoka zake ndani ya klabu ya Liverpool baada ya miaka takriban 9 ya mafanikio. Sasa anamaliza muda wake ndani ya Liverpool, na kwa umri wake wa miaka 34, maana yake ni dhahiri sasa anakwenda kucheza katika sehemu ambazo hazitokuwa na level kubwa sana kiushindani. Sasa Mohamed Salah anatajwa kuwa ni mwanasoka wa Kiafrika ambaye amefanikiwa sana katika historia ya Premier League. Mohamed Salah amezitupa mbali rekodi nyingi ambazo ziliwekwa na magwiji kama kina Didier Drogba. Ameziweka mbali kabisa kwa sasa hivi. Yes, yeye amefunga jumla ya magoli 191 kwenye historia ya ligi kuu ya England. Anashika nafasi ya 4 kwa wale wafungaji bora wa muda wote katika historia ya Premier League. Lakini Mo Salah pia amewahi kuwa mfungaji bora mara 4 misimu 4 tofauti. Hakuna mchezaji yoyote kwenye historia ya Premier League ambaye amewahi kuwa mfungaji bora zaidi ya hizo mara 4. Wapo wakina Thierry Henry ambaye naye pia amewahi kuwa mfungaji bora mara 4. Didier Drogba amewahi kuwa mfungaji bora mara 3. Lakini Mo Salah yeye ni moja kati ya wale ambao wamekuwa wafungaji bora mara nyingi zaidi ambazo ni mara 4. Lakini vile vile Mohamed Salah ndiye mwanasoka pekee ambaye viatu vyake vimewekwa katika museum moja pale England kwenye jiji la London. Kuna museum ambayo viatu ambavyo alivyofungia goli ambalo lilimpa tuzo ya ufungaji bora mwaka 2018 vimetunzwa katika moja ya makumbusho makubwa ya London, ambavyo ndio viatu pekee vya mwanasoka ambavyo vipo katika hiyo museum. Vimewekwa viatu pamoja na imewekwa ile ni sanamu ya wale mafarao imewekwa mbele yake kama sehemu ya kuashiria kwamba yule ni king wa Egypt ambaye amewahi kuwa mfungaji bora, na ni kwa sababu msimu huo alikuwa anavunja rekodi ya kufunga idadi kubwa zaidi ya magoli kwenye msimu mmoja wa Premier League kuliko mchezaji yoyote katika historia ya Premier League. Kwa hiyo ni Mo Salah ni mtu ambaye hana deni uwanjani hadi sasa tunaweza kusema, kwa sababu pia ukiachilia mbali hayo mafanikio binafsi, ameisaidia Liverpool kushinda Premier League mara 2 wakati walikaa zaidi ya miaka 30 Liverpool bila taji, lakini akiwepo Mo Salah ameshinda mara 2, wameshinda pia Champions League mara 1 Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na msaada mkubwa. Lakini ukienda kwenye swala la utu sasa kwa Mo Salah, ubinadamu kwa Mo Salah, ni mtu ambaye amefanya vitu vingi sana vinavyoashiria ubinadamu. Kwao katika mji ambao amezaliwa nchini Misri, anazisaidia zaidi ya familia 450 kwa kuzipa allowance ya kila mwezi. Acha bwana. Huyo ni Mohamed Salah, zaidi ya familia 450 anafanya hivyo kwa ajili yao. Kwa kama ni familia 450 na maisha ya watu wanaonufaika ni zaidi ya 400. Zaidi ya 400. Imagine kuna mji mmoja Egypt liliwahi kuharibika kanisa, lilivunjika, lilibomoka kanisa. Mo Salah akasaidia ujenzi wa kanisa jipya na akasaidia wote waliopata athari ya tukio lililosababisha uharibifu wa kanisa hilo. Imagine, unaona kama kwa sababu kiimani yeye ni Muislamu, lakini amesaidia jambo ambalo linahusu imani ya Kikristo. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye ni muungwana to the maximum. Lakini Mo Salah pia kuna moja ya tukio ambalo sasa sijajua na tuliweke kwenye utu ama kwenye nini. Mohamed Salah kuna tukio moja limesimuliwa kutokea kwao Egypt. Akiwa kwao ilitokea kuna mwizi alivamia nyumbani kwao na akawa yuko kwenye harakati za kutafuta namna ya kuiba, lakini isivyo bahati polisi wakapata taarifa, akaja kukamatwa yule mwizi. Kwenda kukamatwa akiwa mikononi mwa polisi, baba mzazi wa Mo Salah alikuwa anapambana kwenda kuisimamia kesi ya yule mwizi mpaka afungwe. Lakini Mo Salah akamwambia mzee wake kwamba bwana, hiyo kesi wewe achana nayo, usisimamie tena. Na badala yake akaenda polisi, akaomba nafasi ya kukutanishwa na yule mwizi, akakutana naye, akazungumza naye vizuri,
akamtangazia msamaha na akampa mtaji kwa ajili ya kuendesha maisha yake ili aache tabia ya wizi. Binadamu. Huyo ni Mohamed Salah kwa upande wa pili kabisa wa hiyo ni zaidi ya ubinadamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia nje ya kiwanja amekuwa ni muungwana sana. Ndio maana hata jana nimetazama kwenye ile post yake inayoonyesha akiwa anaaga usiku. Ameandika maneno ya kuwashukuru watu wa Liverpool na kuonesha namna gani ameguswa na maisha ya miaka 9 ndani ya Liverpool. Lakini ukisoma kwenye comment ndio unagundua kwamba maisha ya Salah yamekuwa yakigusa watu wengi sana. Nimeona hata baadhi ya wachezaji ambao amecheza nao Liverpool, wapo wachezaji kama kina Steven Gerrard, ma legend wa Liverpool, wakina Ian Rush, wachezaji ambao walicheza Liverpool miaka mingi nyuma, wakionyesha kumvulia kofia kwamba ni mchezaji ambaye amefanya vizuri. Lakini ukienda kwenye comments za raia wengine zinazungumza kuhusiana na haya mambo mengine ya nje ya uwanja, namna ambavyo yeye amechagua kuwa, yani ni mchezaji ambaye kiimani ni Muislamu, lakini amechagua sana kusimama kwenye eneo ambalo hataki kujitengenezea mazingira kwamba upande huu na upenda sana, upande huu na uchukia sana. Ndio maana kuna wakati aliwahi kuposti picha moja ambayo watu wa imani yake walimtafsiri vibaya, lakini haikuwa na ubaya katika level hiyo. Aliposti picha kwenye Christmas ya mwaka 2025. Aliposti picha akiwa amekaa na familia yake, pembeni kuna ule mti wa Christmas ule. Yeye akiwa amekaa chini. Ukisoma kwenye zile comment alipigwa sana na watu wa imani ya Kiislamu. Lakini unapata picha gani kwamba ni mtu ambaye yeye amechagua kuwa neutral, pamoja na kwamba anayo imani yake, lakini pia haoni shida kusupport wengine pia wanapokuwa katika nyakati nzuri kwenye imani zao, na hata kwenye nyakati ambazo ni mbaya pia kwenye imani zao. Kwa hiyo ni zaidi ya binadamu, naweza kusema hivyo. Ni mtu ambaye ni muungwana sana. Lakini kikubwa anaondoka sasa England, na tunasubiri kusikia taarifa atakwenda nchi gani kuendelea na karia yake, kumalizia nyakati za mwisho za soka lake. Mimi nikuelezea hapo kwenye ubinadamu wake. Ubinadamu wake wa kusaidia familia 400. Ameanza kufanya hivyo toka mwaka gani? Ameanza kufanya hivyo toka mwaka 2022. 2022. Na anawasaidia kiasi gani inafahamika? Haijawekwa wazi. Haijawekwa bayana. Nimejaribu kufanya sana jitihada, lakini sikuiona mahala kwamba ni kiasi hiki, lakini ni allowance kwa zaidi ya hizo familia 400. Kwa hiyo inamaanisha anafanya hivyo kila mwezi. Anafanya hivyo kila mwezi. Kwa maisha yake yote. Kwa maisha yake yote. Anakitoka hiyo mwaka 2022. Labda aache huko mbele. Ni mchezaji ambaye uzuri ni kwamba amekuwa anapata fedha nyingi, kwa sababu kwenye Premier League kwenye mkataba wake wa mwisho nafikiri ni mchezaji namba 2 kwa kulipwa mshahara mkubwa zaidi. Nyuma ya Erling Haaland alikuwa anakunja zaidi ya pound 400 kwa juma. Hiyo ni kwa upande wa mshahara. Hapo achana na mikataba mingine. Kwa hiyo paundi 400 kwa wiki. Kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Iangalie inakuwa ni kiasi gani. Paundi 400 kwa wiki moja ni kama bilioni 1.3. Yes. Kwa rekodi za sasa. Kwa hiyo huo ndio mzigo ambao bwana. Mimi nikuuliza swali moja. Imeonekana amepishana na meneja wa timu. Katikati ya msimu. Lakini pili tu, kama wana baadhi ya watu wa Liverpool mashabiki kama wanamwona kama amefeli kuandika yaani kujionyesha ni yeye bila yeye Liverpool isingekuwa pale. Anakoenda goli unahisi atachukuliwa na timu kubwa? Mimi naamini kwa sasa hata yeye mwenyewe sidhani kama anahitaji tena timu kubwa ya kumpa pressure. Miaka 33, 34 anaingia. Ukitazama ni umri ambao tayari grafu inashuka kwenye mpira. Hawezi tena kuwa na energy. Unajua kwenye mpira huko uzee ni kitu kidogo sana. Kwenye mpira huko wewe ukivuka miaka 30 unaitwa mzee tayari. Sasa inawezekana kwenye maisha mengine wewe ndio unaanza maisha, lakini kwenye football unaitwa mzee. Sasa Mo Salah kwa umri wake sitarajii kama hata yeye ana matumaini ya kupata timu yoyote kubwa. Nafikiri kikubwa zaidi sana anahusishwa zaidi kwenda kwenye vilabu vya Saudi Arabia ambavyo licha ya umri wake wanaenda kukunja tena fedha nyingi. Kwa hiyo ni kitu kingine. Yes, kwa hiyo anaenda kuongeza kipato zaidi kuliko kushindana. Okay. Bwana, sasa sisi tukushukuru sana mwenyekiti. Nashukuru sana Yahya Njenge kwa ajili ya kuishi na sisi kwenye page number 3. Mwenyekiti wa ubinadamu.